katika hii mistari tunaona kwamba kwenye kipengele kinachofuata, kwa maana upendo una nguvu kama mauti. Okay, hapa tunaweza kupata sifa ya upendo mojawapo. Sifa ya upendo hapa tunaoipata ni kwamba upendo una ni hauepukiki. Maana hapa kuna mfanano, kuna kufananishwa kati ya upendo na mauti. Sasa ili tuweze kuelewa kitu kimoja, itabidi tukitumie kile ambacho kimeweza kufunuliwa pengine. Tunaambiwa kwa maana upendo una nguvu kama mauti. Tunaambiwa upendo una nguvu. Hiyo ni moja kati ya sifa. Upendo una nguvu. Lakini nguvu yake ikoje? Nguvu yake ni kama mauti. Sasa kumbe hapa ili tuelewe lazima tujue mauti ikoje ndio tujue nguvu ya upendo. Kwa sababu tunafananishiwa vitu viwili hapa. Sasa mauti katika hali ya kawaida tunajua kwamba ni kitu ambacho hakiepukiki. Mauti ni kitu ambacho hakiepukiki. Yaani mauti ikishafika, muda wa mtu umefika kuweza kukufa au kuaga dunia, hakuna mtu yoyote ameshawahi kuonga ili asife. Katika hali ya kimungu, sizungumzii labda majambazi wamekufikia, wamekuvamia nyumbani kwako, unaweza kusema jamani nitawapa hela zote hizi nilizokuwa nazo mniache. Tunazungumzia kifo kama appointment, kama ilivyoelezwa katika kitabu kile cha Waebrania mlango ule wa 9 mstari wa 27. Kama anavyowekewa mwanadamu kufa mara moja, as it is appointed unto man. Sawa, kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Kwa hiyo kifo ni ahadi, ni appointment imewekwa na Mungu. Wakati unapofikia wa mtu kufa, hakuna mtu yoyote alishawahi kukwepa au kuepuka kifo. Hajalishi huyo mtu ni tajiri, hajalishi huyo mtu ni maskini. Au je, tuna matajiri wangapi ambao tumewahi kuwasikia duniani wametikisa dunia kwa sababu ya utajiri wao? Leo hii wako wapi? Mfano mzuri Suleiman mwenyewe. Ukirudi nyuma katika vitabu vya Mambo ya Nyakati, Suleiman tunaambiwa kwamba baada ya kuomba kitu cha maana kabisa, kuomba hekima mbele za Mungu, Mungu alimpatia Mungu amemwahidi kumpatia utajiri ambao hakuna mfalme yoyote, hakuna mtu yoyote ameshawahi kuwa nao. Lakini hata miaka ijayo, vizazi vijavyo, hakuna hata mtu mmoja ambaye atakuwa. Lakini pamoja na utajiri wake wote, Suleiman leo tuko naye. Tunao watu walikuwa matajiri, wakina Ayubu tuko nao, wakina Ibrahim tuko nao. Okay, katika dunia hii ambayo sasa sisi wenyewe tumeishi, kuna watu tumewasikia wameshawahi kuwa matajiri, lakini leo wako wapi? Tanzania tumeshawahi kuwa na mtu tajiri sana, ameshawahi kuwa mzabuni wa timu ya Yanga, nani Manje anaitwa, lakini leo hayuko. Kwa hiyo kifo hakiepukiki. Hii ndio nguvu yake. Kwa hiyo tunaweza, kwa mantikio tunaweza tukaona pia vile vile upendo kumbe